kwa kuja kwenye mkutano wetu. Tuna ujumbe maalum kama walivyosema wenzangu, ujumbe wa no reforms, no election. Bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Tumefikia hapo kwa sababu karibia chaguzi 3 mfululizo sasa zimethibitisha kwamba nchi hii uchaguzi kwa njia ya kawaida hauwezekani tena. Tulianza na uchaguzi wa 2019, wakakatwa wagombea wetu majina, ukaenda uchaguzi wa 2020, hata mimi nilikuwa bungeni tukaondolewa. Tumekuja uchaguzi wa 2024 chini ya huyu mama, yakajirudia yale yale yaliyofanyika 2019 na 2020. Watanzania wanaibiwa kura zao na watu ambao wanaiba uchaguzi kwa sababu wanataka wabaki madarakani, waendelee kujinufaisha na rasilimali za nchi hii na kuiba. Amezungumza mwenyekiti wetu wa vijana kuhusu deni la taifa. Wakati mwingine watu wakizungumza kuhusu deni la taifa, mwananchi wa kawaida anakuwa huelewi. Na ndio maana hata waziri wa fedha kuna siku amesema, deni la taifa hata likiwa kubwa sana, hakuna mtu atakuja kukugongea mlango wako kukudai deni la taifa. Sasa sikiliza, iko hivi. Leo lita moja ya mafuta ya petroli yanayowekwa kwenye pikipiki akifika mpaka bandarini Dar es Salaam, kutoka kule yalikonunuliwa, lita moja inafika kwa shilingi 1,200. Tunaelewana vizuri? Leo hapa Irura kuna vituo vya mafuta, pump price mnanunua shilingi ngapi? 3,000 na ngapi? Imefika 3,000 lita moja ya mafuta petroli 3,200. Sasa chukua hivi, imefika mpaka bandarini shilingi 1,200. Weka gharama ya usafirishaji kwa lita labda shilingi 200 mpaka kwenye pampu, hapo itakuwa shilingi 1,400. Kwa hiyo kuna shilingi 1,800 nyingine zaidi kwenye hiyo lita moja ya mafuta. Hiyo inaenda wapi hiyo hela? Inaenda wapi? Ni kodi za serikali. Kuna kitu kinaitwa railway rate, kuna evaporation, sijui kodi ya ongezeko la thamani, kodi rukuki zinaongezeka mpaka zinasababisha mafuta yanakuwa shilingi 3,200. Na mafuta yakifika shilingi 3,200, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wewe mwananchi ndio unayokata hiyo kodi, na miongoni mwa kazi hiyo kodi inayoenda kufanya ni kulipa deni la taifa. Sasa serikali inakusanya kwa mwezi, kwa mujibu wa takwimu za TRA, trilioni 1.2, trilioni 1 bilioni 200. Halafu kwenye trilioni 1 bilioni 200 wanalipa deni la taifa bilioni 700. Kila mwezi wanalipa deni la taifa bilioni 700 kwenye pesa hizo nazozikopa. Sasa nasikia zitafikia bilioni 900. Sasa hizo pesa wasingekuwa wanalipa kodi, wasingekuwa wanalipa deni, maana yake nini? Maana yake na pesa zingekuwa nyingi, tungeajiri walimu zaidi, tungeajiri madaktari zaidi, lakini zinakwenda kulipa nini? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo pesa zinakopwa, hazitumiki kwa manufaa yenu, lakini nyie mnalipa. Bei ya sukari kwenye gharama kabla haijawekwa kodi, hapa sukari ni shilingi 3,200, sio 2,700. Bei ya sukari kabla ya kodi, chukua 18% iko hapo, ito VAT. Chukua si kodi gani? Kabla sukari iliongezewa kodi, mngekuwa mnanunua sukari labda shilingi 1,500, 1,200. Zaidi ya shilingi 1,200 zako zinaenda kwenye nini? Kodi. Kibei tunanunua shilingi ngapi? Shilingi 100. Chukua kati ya shilingi 100, kuna shilingi 18 hapo inaitwa value added tax. Shilingi 18. Kwa hiyo isingewekwa 18 hiyo, kibei tungenunua shilingi ngapi? Si kama mmeelewa? Hivi mmeelewa vizuri? Sasa hivyo ndivyo kodi yako unavyolipa. Ukinunua kiberiti kodi,
ukinunua vocha kuna kodi, ukinunua maji kuna kodi, na hizo kodi ndio maana unachagua mbunge aende bungeni akasimamie vizuri hizo fedha zifanye yale yanayotakiwa kwa ajili ya maendeleo yako. Ndio maana mbunge anaitwa the taxpayer representative. Mbunge ni mwakilishi wako. Wa Marekani walioanzisha bunge zamani walisema hivi, no representation, no taxation. Kama hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Tunalipa kodi pale tu unapokuwa na mwakilishi. Na ili mwakilishi afanye nini? Akaangalie matumizi ya fedha zako. Badala ya wewe, mimi, mwingine kutoka Tarime, kutoka si wapi, wote tuende bungeni, hakuna ukumbi wa kututosha kwenda, tunachagua mmoja kwa niaba yetu. Sasa nikiwauliza, mbunge wenu hapa anaitwa nani? Kwa sababu simjui. Sijai kusikia hata hilo jina. Ukweli wa Mungu. Nasema uongo. Sababu mbunge unamjuaje? Heche mlikuwa mnamjua kwa sababu ni mashine ya kusimama bungeni ya unguruma. Sasa kama bunge achangii mgeni, sisi tutamjuaje? Kwa sura yake. Ana sura nzuri kuliko wote nje mpaka tumjue. Mbunge anafahamika pale ambapo anazungumza. Sasa kama ni mbunge mkonga meza na mpiga vigeregere, sisi tutamjuaje? Unamjua Lissu kwa sababu ilikuwa mashine. Unamjua Mnyika kwa sababu ilikuwa mashine. Unamjua Lema kwa sababu ilikuwa mashine. Unamjua Dr. Slaa kwa sababu ilikuwa mashine. Mnanifahamu kwa sababu najua mashine. Sasa huyo Nyamoga wenu nani anamfahamu? Mwambie nimekuja hapa nimesema Heche hakujui. Hakufahamu. Sawa sawa. Kwa ndugu zangu, nilitaka nianze na hiyo. Lakini kuna mambo ya msingi mawili nitayazungumza. Nchi yetu hii ilipata uhuru mwaka 61. Na wakati wa kupata uhuru Mwalimu alisema hivi, tunataka kuwaondoa wakoloni wazungu kwa sababu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, maradhi na umaskini. Na baadaye Mwalimu akasema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, wakati wa Tanzania walikuwa milioni 8 pekee yake. Inahitaji ardhi, jambo la pili. Inahitaji siasa safi na uongozi bora. Mwalimu alikuwa anazungumzia ardhi, maana yake ni nini? Leo wa Tanzania tuko milioni 63. Alikuwa anazungumzia ardhi. Sisi tuna ardhi, ukubwa wa Tanzania ni kilomita za mraba 945. Yaani ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukichanganya pamoja hazifikii kwa ukubwa. Mwalimu alipokuwa anasema ardhi, ana maana gani? Ana maana ardhi vyote vilivyomo na maji yaliyoko chini na yaliyoko juu, dhahabu, tanzanite, almasi, madini, wanyama, hivyo vyote na miti ndivyo vinavyoitwa ardhi. Nchi hii Mungu ameibariki ardhi kubwa kiasi hicho. Ukienda kwenye nchi kama Israeli, mkoa wenu wa Iringa una kilomita za mraba 58,936. 58,936. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba 21,937. Yaani Israeli inaingia Iringa mara 3. Israeli ile mnayoisikia inapiga Syria, inapiga Sudan, inapiga Israeli. Nyie ni mkoa wenu ni mkubwa kuliko Israeli. Mkoa huu ni mkubwa kuliko nchi ya Uholanzi, kwa sababu nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 48. Sisi Tanzania tuna kilomita za mraba 940. Nchi ya pili kwa kuwa na nchi ya kwanza kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na ziwa lenye kina kirefu kuliko yote, ya pili duniani. Nchi pekee yenye tanzanite duniani haipatikani kwingine kokote isipokuwa Tanzania. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ukianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Chunya ni dhahabu,
ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukienda Buzwagi ni dhahabu, kila kona. Hata hapa Iringa naambiwa kuna dhahabu. Bei ya dhahabu leo kwenye soko la dunia kwa gramu moja ni 255. Gramu moja ya dhahabu, mnaelewa maana ya gramu? Gramu ni ukichukua wembe, mnafahamu wembe, ukiuvunja katikati, kale kamoja ndio gramu moja. Kwa hiyo gramu moja dhahabu 255. Sisi nchi hii nzima ni dhahabu, wazungu wanachimba matani na matani wanaondoka nayo. Watu wetu ni maskini, watu wetu wana shida, hawana madawa, hawana matibabu. Tanzanite inatoka hapa. Nchi yenye inayouza Tanzanite nyingi duniani ni India, wakati Tanzanite inapatikana Tanzania pekee yake duniani. Nchi hii ambayo hatuwezi kusimamia hata bandari, tunawapa Waarabu ndio waziendeshe. Tunakuja Kiroro kwa watu ambao mnapiga kazi, mnalima nyanya, unaenda kwenye maduka yanayouza tomato sauce, unakuta tomato sauce ya American ketchup kutoka Marekani, unakuta tomato sauce za kutoka Kenya. Unakuja Kiroro ambapo watu wanalima nyanya, ulitegemea ukute hapa viwanda vya mbegu vya nyanya viko hapa kwenu, viwanda vinavyotengeneza viuatilifu viko hapa kwenu, viwanda vinavyotengeneza mbolea za nyanya viko hapa kwenu. Unajua maana yake ni nini? Maana yake kiwanda kikiwekwa hapa kitaajiri kijana wa Kiroro. Huyu kijana akilipwa fedha zilizotoka kiwandani atajenga nyumba hapa Kiroro. Akijenga nyumba, fundi wa hapa Kiroro atapata pesa. Huyu fundi akipata pesa atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa atamwagiza bodaboda apate mboga nyingine amletee hapa. Yule bodaboda atanunua mafuta kwenye yule mtu mwenye kituo cha mafuta, ataajiri mlizi pale. Pesa itazunguka. Leo hizo pesa zinatoka hapa zinakwenda kutafuta madawa nje ya nchi, wakati tunaweza kujenga hapa. Zinatoka hapa zinaenda kutafuta mbegu nje ya nchi, wakati nyanya zinakuja kulimwa hapa Kiroro. Hao watu walioko madarakani wana akili timamu? Tukisema wanatumia matope tunawatukana? Tukisema hao watu wanafanya watu wetu wa maskini tunawaonea? Hao ni watu walioshinda. Leo hii ndugu zangu, mimi naelewa kuna kiwanda kimoja hapa cha tomato sauce. Kwa nini hicho kiwanda hakiwezi kushindana na kikawa na uwezo wa kuwa na msuli wa kununua nyanya kwa bei nzuri? Ni kwa sababu tomato sauce inayotoka nje, serikali zao zimepatia wale wenye viwanda ruzuku wanaita subsidy, ili wakulima wao walime kwa bei rahisi sana. Kwa mfano, ngoja niwaulize, bei ya mbolea ya nyanya shilingi ngapi? Sinalima nyanya nyie, bei ya mbolea shilingi ngapi? Kilo ngapi? Kilo 50 shilingi 100. Bei ya mbegu kale kadogo shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Gramu 5 50. Sasa iko hivi, hebu fikiria kama serikali ingeweka subsidy, ruzuku kwenye gramu 5 hiyo ya nyanya, ukawa unainunua kwa shilingi 5000. Na ile bei ya mbolea ukawa unainunua shilingi ngapi? Shilingi labda tuseme 30. Serikali imeweka subsidy nyingine, ungepata hasara kiuza nyanya? Na hata hizo nyanya zingeenda kwenye kiwanda, yule mwenye kiwanda si angeweza kuzalisha tomato sauce kwa bei ya chini? Ingeweza kushindana na ile ya nje. Sasa wanapoondoa ruzuku zote kwenye hizo pembejeo, bei unayozalishia inakuwa kubwa, na yule anayenunua kutoka kwako hawezi kupata faida akizalisha tomato sauce. Kwa hiyo inalazimika tuagize tomato sauce kutoka nje zenye subsidy, lakini tunachukua hela. Unapokwenda kwenye mgahawa pale Iringa mjini, unakuta tomato sauce inayoliwa mle ni ya kutoka Marekani. Ina maana fedha ya Tanzania inasafiri kutoka hapa imekwenda kutengeneza uchumi Marekani. Si kama mnaelewa? Tunaelewa. Ili mnaelewa vizuri? Tunaelewa. Tukisema hao watu wanaotuongoza wametoka, tunakosea.
sababu unatengenezaje uchumi? Unatengenezaje uchumi wako kama wewe nchi yako inatumika kama conduit? Wewe niwaulize kitu hivi, sina mto hapo, huo mto unapata mafuriko wakati wa mvua, si ndio? Lakini wakati ambao hauna mvua, huo mto maji yanafanyaje? Yanakwenda, sio? Lakini ziwa lina maji mengi. Kwa nini ziwa linakuwa na maji mengi? Kwa sababu linaweza kuyahold kwa muda mrefu, si ndio? Na principle ya uchumi ndivyo ilivyo, kanuni ya uchumi ndivyo ilivyo. Yule anayeweza kukaa na fedha muda mrefu na nyingine nikaongezeka, huyo atakuwa tajiri. Lakini wewe kama pesa inatoka leo umenunua pombe, kesho hauna, kesho mtu tena unatafuta unanunua pombe, huwezi kuwa tajiri. Tanzania unaweza kuifananisha na Mbeya, kwa sababu huna basic industry, huna viwanda vya kawaida vinavyoweza kusababisha wewe ushikilie hela zako kwa muda mrefu, zizunguke kwa watu wote kwa muda mrefu. Unaambia kuku tutakutolea nyama kwenye meza, utatengenezaje kila kitu? Unaelewa vizuri mtazamo? Kama wewe unaagiza kuku kutoka nje ya nchi, hiyo ajira unaitengenezaje kwa watu wako? Kama leo hii unakwenda kule Mbeya, sisi nchi yetu hii kwa jinsi nilivyoambia Mungu alivyoijalia, sisi tuna chuma kiko pale Ludewa ambacho tunaweza kuchimba kwa miaka 100. Miaka 100 tunachimba kile chuma na hakijaisha. Chuma hiki kinachotengeneza swima, taruma, nondo, swilini. Nikiwa bungeni wakati Rais Magufuli wanaanza kujenga lile bwawa na Mwalimu Nyerere, niliwaambia hivi, ingieni kwenye YouTube msikie. Nikawashauri, kabla mjaanza kujenga hili bwawa, tuhakikishe kwanza tumeshachimba chuma. Tumetengeneza kiwanda chetu cha kuchimba chuma, ili yule mkandarasi anayekuja kutujengea anaitwa Arab Contractors kutoka nje, tukimpa kazi ya kujenga lile bwawa, tunamwambia lakini chuma chote utununua hapa Tanzania. Mnaelewa maana yake ni nini? Unampa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu, inarudi ndani kwako. Hiyo basi ikirudi ndani hapa, inaajiri vijana zaidi, inatengeneza uwezo wa serikali kujenga barabara zaidi, inatengeneza uwezo wa serikali kuwapelekea maji zaidi. Wakakataa. Mwaka jana tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3, wakati kiwanda pale tunahitaji shilingi bilioni 7.8 kukijenga. Sasa kila mwaka tunaagiza chuma cha zaidi ya trilioni 4, lakini ungeweza kutumia mwaka mmoja tu ukajenga kiwanda cha trilioni 7.8 kikawa chako, ukachimba kwa miaka 100, kuliko kunachukua trilioni 4 unaagiza, trilioni 10 unaagiza, trilioni 7 unaagiza. Ukiwaambia hao watu hawana akili, tunawatukana au tunasema ukweli? Na ukijenga kiwanda chako cha chuma hapa, vijana wako watapata ajira. Hautakuwa unahangaika na kusema kwamba vijana wana ajira. Sisi ni nchi ambayo tunaagiza kila kitu kutoka nje, hadi mablanketi tunayojifunika. Mwalimu Nyerere aliacha hadi viwanda vya blanketi. Wasukuma wanalima pamba pale, tunazisafirisha kwenda nje, zinarudi zikiwa mablanketi tunauziwa bei juu. Unatengenezaje ajira kwa watu wako? Hiyo ajira unaitengenezaje kama unategemea kuagiza mpaka blanketi kutoka? Iko hivi, mwaka 70 na kiwanda cha General Tyres cha kutengeneza tairi za magari. Mimi babangu alikuwa na gari Land Rover inawekewa tairi za General Tyres. Leo zinatumia mabilioni ya matairi kutoka nje. Hatuwezi kutengeneza hata tairi ya bodaboda. Hizo ajira unatengenezaje? Ndio maana watu wajinga kama wakina Makara wamechoka, wanakuja kuambia, badala waambie namna kutengeneza ajira kwa vijana, jinsi ambavyo wamefanya kuwa maskini, jinsi ambavyo wanauza rasilimali za nchi yetu, wanakuja kuambieni Chadema inaagiza Ebola kutoka nje ije kuua watu. Ebola inauzwa duka gani hapa duniani? Kuna duka la virusi nchi hii? Wanaona Tanzania kama wana kwamba hamuwezi kufikiri. Wanaishi kwa propaganda na kudania hoja. Sasa sisi tumesema, ndugu zangu,